Sifa na utukufu tena, mwambie asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Amen. Ninawapenda katika Kristo Yesu. Amen. Nimefurahi tena kuona siku ya leo. Amen. Mungu wa mbinguni endelee kuwabariki na kuwatetea daima. Amen. Ninyi na watoto wenu, ninyi na ndugu zenu wote. Amen. Mungu awatufunze maneno ya Mungu. Inamisha kichwa chako mahali ulipo, tukamshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante tena Bwana. Asante kwa muda na wakati kama huu. Asante kwa neema, asante kwa fadhili. Asante kwa siku hii ya leo ambayo Mungu imependeza kuwepo mahali hapo. Baba, tunalitukuza jina lako tukirudisha sifa na utukufu. Angalia tena Bwana, ni wakati mwingine tunaposogea mbele zako kwa ajili ya kwenda kula na kunywa chakula cha kiroho. Tunaomba Mungu kayafunue yote yaliyojificha, katupe hekima na maarifa. Baba, ukayanene maneno yako juu ya watu wako, yale ambayo umekusudia siku hii ya leo. Baba, ufahamu wangu na akili zangu zikanyamaze, bali wewe Bwana ukajidhihirishe katikati ya watu wako. Kanitumie kama chombo chako tu kiteule, lakini msemaji mkuu kawe ni wewe, mfalme wa amani. Katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu kaliuishe neno lako tukapata kuelewa maandiko yako. Asante maana uko mahali hapa. Mungu, fungua masikio yetu ya kiroho na ya kimwili yakasikie kutoka kwako. Fungua macho yetu ya kiroho yakaone yale ambayo Mungu umekusudia. Asante Bwana, maana umesema yale uliyoyafunua ni ya kwetu sisi na watoto wetu, bali yaliyoko sirini ni ya kwako. Yale uliyokusudia kuyafunua siku hii ya leo, Mungu ukayachilie juu yetu na watoto wetu. Asante kwa kuwa wewe ni mfalme. Asante kwa kuwa wewe ni mtukufu. Asante kwa kuwa wewe ni mwenye neema na mamlaka. Tunasema hakuna Mungu aliye kama wewe. Ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Tulikuwa na maombi yetu tulikuwa tunaendelea nayo toka wiki ile iliyoisha. Tukaendelea tena, tukaongeza tena wiki nyingine, ambapo hii ni siku ya leo tunahitimisha, lakini sio mwisho wa maombi. Pengine Mungu anaweza kuzungumza zaidi kwamba tuendelee. Kwa hiyo hatuna budi kukubali kila atakachokizungumza juu yetu. Haleluya. Amen. Kumbuka ya kwamba maombi ndiyo mafanikio ya mtakatifu au ya mtu ambaye ameokoka na kumfuata Yesu siku zote za maisha yake. Haleluya. Anapaswa kuomba siku zote. Tunaishi kwa maombi na neno litokalo kwa Bwana, kwa sababu vita vyetu sio vita vya kawaida. Haleluya. Kwa Mkristo yoyote hatakiwi kulala, hatakiwi kukaa bure tu. Anatakiwa kuomba wakati wote. Tunatakiwa kuomba kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo bado tunavitafuta na havijafanyika bado. Kwa muda wetu wa kutulia haupo. Tunatakiwa kupigana na kupambana wakati wote. Unapopata muda mzuri wa kuomba, omba kama kwamba hautaomba tena. Biblia inasema kwamba Yesu akawaambia wanafunzi wake kwamba hata sasa hamjaomba bado. Isheni mkiomba msije mkaingia majaribuni. Haleluya. Amina. Na yeye mwenyewe alikuwa mfano mzuri. Kuna wakati alikuwa anaacha makutano, anapanda mlimani kwenda kufanya nini? Kuomba. Kwa kuna wakati mwingine unapaswa kujitenga kwa ajili ya kufanya nini? Kumtafuta Mungu katika roho na kweli. Uomba ili ujue hatima ya maisha yako ni ipi. Uomba ujue hatima ya huduma yako. Uomba ujue hatima ya kazi yako. Uomba ujue hatima ya watoto wako. Una vitu vingi vya kuombea. Kwa hiyo hauna muda wa kurelax, ukatulia ukasema sasa nimeomba nimetosha. Hapana. Maombi ni mwendelezo wa siku zote. Kupumzika basi wewe tunasema kwamba hauko.
hapo ndio unaweza kupumzika, kwa sababu umemaliza vita yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa bado unapumua huko duniani na unamtafuta Mungu siku zote, ukitaka azungumze kwenye maisha yako, basi wewe maisha yako ni ya kuomba, kwa sababu hayo mambo unayoyaomba kuna wakati yatakubeba. Amen. Kuna wakati utafika hauwezi kufanya chochote. Kumbuka amesema kesheni mkiomba msije kaingia wapi? Majaribuni. Maanake kuna majaribu ambayo yako mbele yetu hatuyajui. Maanake yamefungwa. Hatujui ni lini litakuja, ni saa gani, ni wakati gani, ni sekunde ipi, ni muda upi, ni siku ipi. Hilo ni fungo. Amen. Haleluya. Amen. Lakini kinachotuwezesha kupita kwenye wakati ule ni yale maombi tunayofanya nini? Tunayoyaomba. Kuna wakati unaweza kupita kwenye ukame wa maombi. Wale ambao ni waombaji wanafahamu. Unaweza kupita kwenye kipindi hata kuomba hauwezi, kwa sababu ya hali unayokutana nayo, kwa sababu ya vita unayokutana nayo, kwa sababu ya mapambano unayokutana nayo, kwa sababu ya ugumu unayokutana nao. Hata kuomba tu hauwezi, haujisikii kufanya chochote. Huo wakati huo unatokea. Unaweza kusema hivi, kwanza nimekuaje? Nimefanya nini? Haleluya. Amen. Kuna wakati nilipita kwenye wakati fulani siwezi kuomba. Kabla sijapita kwenye huo wakati, nyuma yake kabla nilikuwa ninaomba kuliko kawaida. Manake ile kiu ya kuomba inakuwepo wakati wote, muda wote. Unafunga, ukitoka kwenye maombi ya siku 21 unaingia haya. Ukitoka kwenye unaingia kwa saa 12. Manake unaomba, ukitoka kwenye kipindi unaingia kwenye ile kiu inakuwa ni kubwa. Ukiona kiu inakuwa kubwa, omba. Usipuuzie. Usiache. Amen. Nikapita kwenye wakati ule, natamani kuomba tu wakati wote. Hata wakati nimenyamaza, roho yangu inahitaji kuomba tu bado. Kuna wakati ile hali kakata, ikanyamaza kabisa. Sisikii kuomba, sisikii kufanya chochote. Nikijitahidi siwezi. Mpaka wakati nakaa najiuliza, ni nini kimetokea? Kwa nini nimekuwa hivi? Haleluya. Hizo nyakati huwa zinatokea. Si kwamba umemtenda Mungu dhambi, si kwamba umekosea. Kuna wakati huwa zinafanya nini? Zinatokea, zinakuja tu. Haleluya. Amen. Kumbuka mwili tulionao unahitaji relax, unahitaji kutulia, unahitaji kupumzika. Biblia inasema ya kwamba roho ilazi, lakini mwili ni dhaifu. Kumbe umechoka sana, pumzika tu. Hebu leo usifunge. Hebu leo kanunue nyama, pika, kula, ushibe. Haleluya. Kuna wakati ambao mwili unataka nini? Vitu vizuri, si ndivyo? Hebu leo ufanye hivi, hebu acha hiki. Roho inakwambia. Haleluya. Amen. Sasa ukiona unapita kwenye wakati huu kwamba hauwezi kufanya chochote, kuomba hauwezi, yale maombi uliyoyaomba kipindi cha nyuma yanaanza kubeba kwenye wakati huo. Amen. Yanaanza kuzungumza kwa wakati huo. Haleluya. Amen. Na kitakachokuja kutokea unaanza kusema, kumbe nilikuwa adui anaweza kutumia muda huo kukuondolea hamu ya kuomba ili aweze kukupata. Kwa sababu anajua ukipunguza maombi anapata njia ya wewe kufanya nini? Kukupiga sehemu fulani au kukamata kwenye eneo fulani. Sasa ukiona wakati huo umekutana nao, washirikishe watu wachache ambao unajua hawa nikiwaambia watanibeba. Kwamba kuna wakati nasikia ukame ndani yangu na sijui ni nini ambacho kinatokea mbele yangu. Ninaomba mnibebe. Ninaomba nisaidie, kwa sababu siwezi bila Mungu. Haleluya, siwezi mwenyewe. Haleluya. Amen. Kuna wakati unakosa hata uombe pointi ipi. Unaona zote zinastahili. Unashindwa Mungu mwambie sasa niombe kipi, niache kipi. Haleluya. Amen. Lakini
Nataka kukwambia kitu kimoja ambacho kitakusaidia sana katika maombi yote unayoyaomba na mahitaji yote ambayo unaomba mbele za Mungu. Jifunze kuomba na kuyatolea sadaka. Ile sadaka inazungumza, ile sadaka inanena, itakubeba wakati wenye hali ngumu, wakati umechoka, itazungumza. Haleluya. Ili adui aweze kukupata, na yeye anaomba na anatoa na sadaka wakati wote. Sasa haujui anatoa sadaka ipi au kiwango chake cha kutoa sadaka ili wewe akupate ni kipi, haukijui. Haleluya. Amen. Kumbuka, halali wala hasinzii akikutafuta, na anajua akikupata kuna viwango vitapanda kwake, atapandishwa daraja fulani. Haleluya. Amen. Manake wanajua siri zao, kwamba ukimpata mtu fulani umepanda daraja. Sasa na wewe unatakiwa kuwa makini zaidi kwa kumwomba Mungu kufunulia yale yaliyojificha, ufahamu ni nini kinaendelea. Mungu anazungumza na bado anaendelea kufanya nini? Kuzungumza. Leo kitu ambacho nataka tukizungumze katika maombi haya ambayo tunahitimisha leo ya kubomoa mipaka kwenye ulimwengu wa roho, hayaishii leo tu, bado tunaendelea kuomba. Haleluya. Tunaendelea kuomba kwa sababu gani? Kuna mipaka ambayo bado inaendelea kushikilia kwenye ulimwengu wa roho, pengine imesimama kwa haki, ikitolewa sadaka toka enzi zile za mababu na mababu ambao hawapo, ambao hatuwajui. Tunasimuliwa tu, kuna babu yako alikuwa anaitwa fulani, alikuwa anafanya 1 2 3, hatujui. Mimi nimezaliwa kwenye ukoo ambao unapenda sana kushikashika vitu, wanapenda sana kwenda kwa waganga. Nikajikuta kwenye familia ile, na wakati nikiwa mdogo nimekulia kwa bibi yangu ambaye ni dada yake na mama yangu mimi. Nisemeje ndio nielewe? Amen. Haleluya. Amen. Hatari sana. Yaani mama, lakini unanielewa? Amen. Maana yake yani mama yake mkubwa na nani na mama. Haleluya. Si ndivyo? Hapo niko sawa? Kama nimekosea utaelewesha huko mbele ya safari, mradi unanielewa. Sasa nimekulia kwenye hali hiyo mpaka kulikuwa kuna wakati nilikuwa mdogo, lakini ninaona vitu vingi, yale maagano wanayoyafanya, mambo wanayoyafanya pale nyumbani. Na ndio maana mimi ninamshukuru Mungu kuwepo mahali hapa, kwa sababu Mungu angeniacha kule, pengine ningekuwa kitu hatari kwenye Mungu wa giza. Nafahamu nilipotoka, lakini kumbe Mungu alinijua kabla wao hawajanijua. Na bibi yangu alikuwa hapendi. Nakwambia haya ili ujue kwamba kinachoendelea kwenye koo zetu ni kipi, na wewe kwenye ukoo wako kinaendelea kipi ambacho haukijui. Kila mtu ana ukoo wake, ana utaratibu wake, kuna maagano yao ambao wanayajua wao. Amina. Sasa nikiwa kwenye huo umri mdogo, naona vitu vingi live kabisa. Sasa nyingine naona live, na bibi yangu alikuwa hawezi kulala bila mimi. Hata kama nikienda labda niende kwa mjomba, labda anakaa mtaa ule, naenda kusalimia, nilikuwa naijua usiku kwamba wajomba zangu wananifuata kwamba twende, bibi yako anakuita, hawezi kulala bila wewe. Usiku nafuata.
na wajomba kama watatu wamesindikizana. Sio unajua mazingira ya kijijini. Kwao unaamshwa unaenda. Siku ya nilivyoamshwa nikaenda nikamkuta bibi. Nilipofika tu bibi akaniambiaje, mjukuu wangu natoka kidogo naenda kwenye sherehe usiku. Imagine usiku anaenda kwenye sherehe. Sherehe gani ambao wengine hawajui? Ananiambia naenda kwenye sherehe lakini sio chelewa kurudi, nitakuletea nini? Chakula. Nasema sawa bibi, mimi nikalala. Haleluya. Kulikuwa kuna nivesi kwa kumwita dada yao analala sebuleni, nilikuwa nalala chumbani na bibi na babu. Sasa mara nyingi nilikuwa nalala na bibi sana. Sasa akaenda, sikujua ameenda saa ngapi, sikujua amerudi saa ngapi. Baada ya muda tunashangaa ninaamshwa kwamba nimerudi, nikapewa bakuli langu lina ubwabwa na nyama, nikala kwa sababu sijui kitu chochote. Ndio tumekulia kwenye mazingira hayo. Haleluya. Basi mimi najua tu bibi yangu ananipenda, sio ni shida yoyote, na popote alipokuwa nakaa bibi, mimi hata kama ni usiku nitakaa pale nje, watakula, mimi nikitaka kusinzia na sinzia kwenye miguu ya bibi, wakitaka kwenda kulala wananiamsha, tunaenda kulala. Sasa kuna vitu vingine vikao vinanichanganya, sivielewi, ila sasa wakija ndugu zangu kunisalimia upande wa baba yangu, ninaanza kuhadisia kwamba leo tulienda, kuna siku mambo ya ajabu sana. Kuna siku nikajiona nimepandishwa juu ya fisi. Ndio mjue sasa mama yenu nabii ametokea wapi. Haleluya. Amen. Nikajiona alafu tumebebelea, fisi ziko nyingi, tunaenda ziwani. Tulioishi mkoani tunajua maana ya ziwa, si ndivyo? Mkoani kuna ziwa, hamna bahari. Bahari ipo huko. Tunaenda ni usiku. Yaani nakuwa kama vile naota, alafu naona live. Tumepanda, nasikia kabisa ile milio juu ya fisi, kwamba naona ziwa lile, tunaenda tuko wengi wamekaa juu, alafu tumebebelea madumi ya lita 5. Zile fisi zikaenda kuchota yale maji, zikarudi zikatubeba tena, tukarudisha mpaka nyumbani. Yaani yanakuja kidogo kidogo yanakata. Sasa mimi sielewi chochote. Naona tu ni kawaida. Wakija ndugu zangu na wasimulia, kumbe wao wanajua kwamba hapo tukikaa bila kuangalia tutapoteza nini? Mtoto. Inabidi tumtoe huko. Haleluya. Kwa kweli bibi yetu alikuwa ni mchawi sana tu, tena alikuwa fundi na amekufa kwenye, nitakwambia kwamba alifanya. Haleluya. Mimi sasa mjue, tunapowaambia kuvunja kubomoa mipaka kwenye Mungu wa roho, mjue kwamba ipo kweli. Amen. Maagano yako kweli. Amen. Unaweza ukatafuta na kutafuta, kumbe mafanikio yalishafungwa muda mrefu na hujui. Unakaa kwenye ndoa haieleweki, hamkai, hamdumu. Kuna maagano yaliyowekwa. Haleluya. Na leo nafundisha kwa utaratibu kabisa. Hatuna haraka kwa sababu tupo kwa ajili ya kujifunza na kutukuza Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ile hali ikawa inaendelea. Sasa kilichonichanganya, siku moja nimelala nikaota nikajiona natoka nje. Kule nje sisi tulikuwa tuna haya mageti, wanapanda minyaa. Sinajua minyaa wanapanda, inazunguka, inakuwa kama ni fence, alafu katikati wanaweka kama ambapo tulikuwa tunazibia, ambapo tumeishi kwenye mifugo, kwamba kwenye mifugo, kwenye zizi la ng'ombe tunazibia yale maamiba yale makubwa. Hatuna yale mageti, ndio yale mageti ya kijiji kwetu. Sasa nikaona katikati ya lile lango, hilo geti sasa niliiti, kuna watu wawili, wanaume wawili wamesimama, wote wamevaa mikuki, wana mikuki mikononi na wamevaa viunoni, wamevaa ngozi ya ng'ombe yenye weupe na weusi, alafu usoni wamepaka kama vile maunga meupe. Mkononi wameshikilia mbwa, wamemfunga na mnyororo. Bibi yangu yupo nyuma yangu na mimi niko naye, ananisukuma niende kwa wale watu, na yule mbwa anabweka, nakataa kwenda. Wamenjitahidi kunisukuma, nakataa, nalia, sitaki, nakataa, nalia, mpaka nikatoka kwenye yale maono, kwenye zile ndoto.
Nikashtuka nikasema hiki ni nini? Kikao kinanisumbua sasa, sielewi, bado ni mdogo. Wakija tena wazazi upande wa baba wa mashangazi zangu na waadisia. Haleluya. Wakati mwingine usiku, ngoja nifupishe, usiku tunaamshwa. Tunamkuta babu amekoroga uji wa mtama. Tunaamka kwenda kunywa uji usiku. Naona mambo hayo. Kuna vitu tumelishwa enzi hizo, pengine vimetufunga hata sasa hatujui. Haleluya. Sasa ili vifunguliwe ni haya maombi. Kinaanza kufunguliwa kimoja mpaka kimoja, na ndio maana kuna watu kiwaombea wanaanza kutapika vitu ambavyo wamelishwa miaka iliyopita, bado kiko ndani ya mwili kinafanya kazi. Maana kinapotoka sasa, yule mtu anafanya nini? Anafunguliwa na kuwa huru. Haleluya. Amen. Basi tunaamshwa. Hiyo ya kuamshwa usiku kwenda kunywa uji ilikuwa ni ya mara kwa mara. Babu ndio alikuwa na koroga ule uji, sisi tunaamshwa. Ila sasa tulipokuwa tunaenda kulikuwa na hii ni tete. Hii wanaotumia kuna nili huu upinde huu wanaopigia mshale, huu upinde huu. Sasa ule upinde babu anaushika huku na huku, anautanua, alafu kila mtu anapita kwenye ule upinde, anafika na kunywa uji. Na vikombe tulikuwa tunatumia ni yale kwa kijijini tulikuwa tunaita masale, yale makopo fulani hivi ya mibuyu ile inakatwa, inatengenezwa kama kikombe. Tulikuwa tunatumia hayo. Ukimaliza kunywa, babu anafanya tena ule utaratibu, mnapita mle kwenye ule upinde, mnaingia ndani, mnafanya nini? Nalala. Ikawa ndio hivyo. Haleluya. Sasa siku moja nimelala, wakaenda kulala wakaniacha nje. Nikasikia tu fisi zinalia kama vile ninaota. Kumbe kweli nipo nje, wameniacha nje. Maana sasa wale wakija wanichukue. Ila Mungu alikuwa ananilinda toka nikiwa mdogo. Amen. Haleluya. Amen. Nashangaa wananiamsha kwamba twende ndani kidogo tu waende na fisi. Nasema je, wataniachaje nje mimi niende na fisi hapo wao waende kulala? Kumbe lengo lao ni kunitoa. Maana kama nikutolewa sadaka ningekuwa nishatolewa kitambo sana, lakini nipo mpaka sasa kwa neema ya Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Kwa maisha yangu yote yamejaa historia, yamejaa ushuhuda. Amen. Basi tumetoka kwenye hali ile mpaka wazazi upande wa baba wakaja kunichukua. Maanake wangeniacha kule, ningekuwa ni hatari zaidi. Pengine ningekuwa na waloga kwenye makanisa yenu. Msingeamini, ningekuwa ni mtu ambaye ni mkuu. Lakini angalia Mungu leo alichokifanya. Amen. Maanake kama Mungu amekusudia wewe uwe nani, adui anaweza akakutumia vibaya kwenye mlango wa roho kuharibu kusudi lako ili akutumie kwa mapenzi yake na si mapenzi ya Mungu. Lakini Mungu akikutoa kwenye yale mapenzi ya adui, akikuweka kwenye mapenzi yake, unakuwa hatari zaidi kama ambavyo ungekuwa kule, pengine na zaidi. Maanake adui anacheza na kazi uliyopewa na nyota ambayo uko nayo, anachezea mle. Na ndio maana watoto wetu tunatakiwa kuombea kuliko kawaida, kwa sababu unapozaliwa adui anajua kwamba kuna mtu amezaliwa kwenye mtaa ule ana nyota kali. Sasa tunatakiwa kumtumia au tunatakiwa kumchukua. Na wewe mzazi hujui kwenye maombi huwa hauendi, watoto wako uombei, unajikuta tu hatima yule mtoto inaanza kufundishwa, kumbe kuna kitu kinachoendelea nyuma ya nini? Nyuma ya pazia, bila wewe kujua. Haleluya. Sasa yule bibi alikuja kufa baada ya mama yetu. Mama yetu ameokoka kitambo, akaendelea kumtumikia Mungu. Kuna wakati mama akaenda, ilikuwa ni mwaka juzi kama sikosei, akaenda kusalimia, kwa sababu sasa bibi ilifika mahala anataja kabisa vitu zaidi. Saa nyingine anaweza kukaa kama hapa akaanza kusema jamani, hilo limepita, kamateni yule fisa anapita, kamateni. Maana anaanza kuzungumza sasa vitu live kabisa. Sasa siku moja mama ameenda kusalimia kijijini kwao, akamkuta bibi. Haleluya. Amen. Sasa bibi, kumbuka wao wanatafuta
akatafuta watu wa kuwalisisha ile mikoba walionayo. Akataka kuchukua nguo, alichukua nguo ya mama yetu ili aweze kufanya mambo yake. Sasa mama anaona na anaomba. Haleluya. Akawa ameona kwenye Mungu wa roho. Alivyoona kwenye Mungu wa roho, akawa amemwambia kwamba nimeona 1, 2, 3 na nguo yangu sioni. Sasa aliyeichukua atakuwa kipofu, hataona kabisa. Akaendelea na maombi. Haleluya. Ni kweli bibi akawa kipofu pale pale ya kuona. Haleluya. Amen. Mpaka amekuja kufa kwenye akiwa ni kipofu kabisa, haoni. Haleluya. Amen. Sasa alipokufa kuna mtu ambaye alimhusisha vile vitu, ambaye ni ndugu yetu, ambaye ni mjomba yetu. Haleluya. Baada ya mama kukataa ile mikoba, alisishwa mtu mwingine. Na ndio maana tunaendelea kuomba kuvunja maagano yaliyowekwa. Amen. Haleluya. Amen. Kuna maagano ambayo yamewekwa kwenye koo zenu, wewe hata hujui. Muombe Mungu. Tunapoendelea kuomba kwenye haya maombi, maana yake Mungu anaendelea kutufichua na kufunua zaidi. Amen. Haleluya. Amen. Kwa kama ni kuona, mimi nimeanza kuona toka nikiwa mtoto mdogo. Hata kama ni nani akija nyumbani, nitajua tu huyu ni mgeni wa aina gani, ni wa amani au sio wa amani. Kama sio wa amani, moyo wangu utajua tu pale pale kabisa, tutakataana na nitawaambia kabisa kwamba aliyeingia hapa sio mtu wa kawaida, na mimi na yeye hatutapatana kwa sababu tayari kwa Mungu hapo tunakuwa tunajuana. Amina. Kwa hiyo ndio mambo ambayo yalikuwa hayo, na zaidi ya hayo nimesema tu kwa kifupi ili ujue kwamba haya mambo yako sana. Zimetolewa sadaka nyingi kwamba vizazi vyao vyote vitaabudu miungu. Halafu wewe katikati ya hivyo vizazi vilivyotamkwa na wewe umo. Sasa unakuja kumjua Mungu. Unapokuja kumjua Mungu ndio unakutana na hayo maagano sasa. Unaanza kufuatilia na kuomba, unaanza kujua sasa kwenye ukoo wenu, unaanza kusimama wewe kama wa kwanza kuanza kubomoa na kufanya nini? Na kuvunja. Sasa hauvunji hivi hivi. Pengine wenzio walitoa sadaka ambazo ni kubwa, na wewe unatakiwa kufanya vile vile ili zile madhabahu zifanye nini? Zibomoke, zikuachilie, ziachie ukoo wote. Haleluya. Amen. Naomba unisomee kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 7 ule mstari wa 9. Anasema hivi: ndipo Samueli akatwaa mwanakondoo mchanga akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa nzima. Samueli akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli, Bwana akamwitikia. Kumbuka kipindi cha nyuma wao walikuwa wanatoa sadaka kwa kufanya nini? Kwa kuteketeza. Kama ni mwanakondoo anatafutwa kwamba amebeba kusudi gani, kwamba tunatoa hii sadaka kwa malengo gani, anaombewa alafu anateketezwa na watu mpaka anafanya nini? Anaishilizia. Sasa kwa sasa hatufanyi hivyo. Sadaka ya kuteketeza ili alijitoa Yesu pale msalabani. Haleluya. Sasa hivi unaweza kutoa sadaka ya pesa, unaweza kutoa sadaka kulingana na Roho Mtakatifu atakavyofanya nini? Atakavyokuongoza. Haleluya. Samueli alitoa sadaka kwa ajili ya wana wa nini? Wa Israeli. Akamlilia Bwana, naye Bwana akafanya nini? Akamsikia. Haleluya. Nataka nizungumzie hapo kwenye nini? Kwenye sadaka ambapo unaweza kutoa sadaka ikakushindia kwenye vita ulivyo navyo. Unaweza kutoa sadaka ikabomoa maagano ambayo yaliwekwa toka enzi za mababu na mabibi ambayo haukuyajua. Wewe ukawa kwanza kukomboa familia. Maanake ile sadaka inazungumza, sadaka inanena,
Sadaka inaleta ushindi, sadaka inaleta uponyaji, sadaka inaumba upya kilichoharibika, sadaka inarudisha kilichopotea kwa miaka mingi. Amen. Sadaka inarudisha. Amen. Haleluya. Amen. Sisi upande wetu, upande wa mama, haleluya. Amen. Kwanza baba yangu mimi kipindi anakufa, upande wa baba na wenyewe alikuwa na magano yake. Kipindi anakufa, alikufa mwaka 2002, nikiwa sikuwa mdogo kivile, nilikuwa najitambua kabisa. 2002 aliumwa tu ghafla miguu, akafanya nini, lakini chanzo kinajulikana, akawa amefariki. Sasa zimepita kama siku, imepita kama wiki toka alivyokufa, kama sio wiki mbili. Nakumbuka tulikuwa sisi ni watoto, wazazi wameenda mashambani yako mbali, tumebaki sisi watoto pale nyumbani, tunacheza pamoja na majirani zetu. Kwa mbele ya nyumba kwa pembeni kulikuwa kuna kichuguu kikubwa sana. Ghafla tulipokuwa tunacheza, akatoka nyoka kwenye kile kichuguu. Nyoka mkubwa mrefu sana wa kijani. Alipotoka pale kwenye ndani ya kile kichuguu, akawa anapita, tunamwona kabisa kwa macho, anapita. Kwa tunapiga kelele, tukipiga kelele sasa hamna mkuu kutusaidia, wote tuko watoto. Tukiwa tunapiga kelele, anageuka anatuangalia, akigeuka akituangalia, tukinyamaza anageuka tena anaendelea na safari yake. Tukipiga tena kelele, anageuka anatuangalia, tukinyamaza anageuka anaendelea na safari yake. Akaingia mpaka kwenye kile chumba ambapo alilala baba kwa muda mrefu akiwa anaumwa, mpaka akapatwa na umauti mle. Akaingia kwenye kile chumba, mpaka kwenye kile chumba alichokuwa amelala baba, mpaka umauti kampata, akapotelea mle. Wazazi walipokuja tukawaambia, na miguu kabisa tunaosha, nyoka yule amepita, ameingia ndani. Nyoka mkubwa mrefu wa kijana ameingia wapi? Ndani. Walimtafuta nyoka, hawakumuona. Wakamwaga mpaka na mafuta ya taa kwenye mashimo, wakawasha mpaka na matairi, hawakumuona. Haleluya. Maana alikuwa kiroho zaidi. Sasa sisi hatukuyajua hayo yote. Haleluya. Na hatujui kwamba alikuwa amekuja na kusudi lipi na lengo lipi. Zimepita kama wiki, muda umepita, wazazi tena hawapo, wameenda shambani. Tunacheza tena vile tulivyokuwa tunacheza. Yule nyoka akatoka tena ndani. Na walimtafuta, na tumekaa naye mle kwa muda mrefu, wamemtafuta hawamuoni. Alikuwa amejificha wapi? Na watu wanalala mle. na ni vyumba viwili na sebule. Alipotelea wapi? Aliingia wapi? Alikaa kwenye shimo lipi? Na wakati kila shimo umemimina mafuta ya taa, na mafuta ya taa na nyoka hawapatani, maana yake yuko kiroho zaidi. Sasa wakati hawapo tena